Waandaaji wa mashindano ya Mei Mosi mkoani Singida wamemshukuru mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego kwa kuweka mazingira rafiki kwa wageni, ikiwa ni pamoja na kuimarishwa kwa usalama na huduma za afya na kusababisha watumishi waliopo mkoani hapo kufanya michezo yao kwa amani na utulivu. Hapa ni katika kiwanja cha magereza umefanyika mchezo wa kuvuta kamba ambao umeshirikisha timu mbalimbali za wanaume na wanawake. Pekee tunaendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii na kupitia Mheshimiwa Rais kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa Halima Dendego kwa kutupa ushirikiano mzuri kama mkoa. Kwa kweli tunaendelea kushukuru huduma za afya, usalama mpaka sasa hivi kwa kweli watumishi wako wakifanya michezo kwa amani, usalama uko kwa hali ya juu. Katika mchezo huo wa kuvuta kamba, timu ya wanawake Maliasili imeshinda timu ya wanawake TAMISEMI, huku timu ya wanaume ya kuvuta kamba ya uchukuzi ikishinda mchezo wake dhidi ya timu ya takwimu. Kweli mchezo ulikuwa ni mgumu dhidi ya wapinzani wetu TAMISEMI, lakini tulijipanga kisawasawa kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa kwamba timu tunayoenda kukutana nayo ni ngumu, alafu wao ni wazoefu wa miaka mingi. Wachezaji wetu wengine sisi ni wageni, lakini pia kwa jitihada za kocha wetu Gabriel ameweza kututrain vizuri na kutupa mbinu zake za kivita ambazo ndo tumeweza kuzitumia pale na kushinda katika mvuto wa 3. Tumeona ile mbinu ya kumvuta tembo kidogo ilikuwa leo. Kwa sababu wapinzani wetu nao naona walikuwa wamejipanga pia. Tuliweza kutumia mbinu zote. Baada ya kuona mbinu yetu ile ya kumvuta tembo inataka kukwama, kama ulimsikia kocha akakwambia tusimike, maana yake tukiambiwa tusimike maana yake ni kukita chini na kustopisha mchezo ili wenzetu wale wanapoendelea kutuvuta waishiwe nguvu ndio tuondoke kwa kasia. Kwanza huu mchezo wa kamba ni mgumu. Unapoivuta ile kamba unakuwa umebana pumzi ndani ya sekunde 60. Na katika hali ya kawaida sio kitu cha mchezo au kitu cha kuchukulia kawaida, ni kitu kigumu sana. Lazima mtu uwe na afya nzuri kwanza. Kwa mtu mwenye afya ambayo ni mgogoro huwezi kucheza huu mchezo. Na ndio maana unapotoka pale unapoanza kupumua, pumzi inapoanza kwenda kwenye ubongo, lazima mtu uonekane kama unaishiwa nguvu, usikie kizunguzungu, lakini kutokana na jitihada za madaktari wetu na wachezaji wenzetu wanatupa first aid, tunakaa sawa. Ndio maana hata sasa hivi unaweza kuona nimeweza kusimama vizuri. Ni hatua gani ya mashindano hayo imefikiwa kwa sasa? Timu ziliwasili Singida kuanzia tarehe 14 ambapo tarehe 15 tulikutana viongozi kwa ajili ya kupanga makundi. Na baada ya kupanga makundi tulianza michezo yetu tarehe 16 mwezi wa 4 2025 katika michezo ya kamba wanawake, kamba wanaume, mpira wa miguu, mpira wa pete, basketball, volleyball. Jumla ya timu zilizowasili kituoni kwa mchezo wa kamba wanaume ni timu 24. Mchezo wa kamba wanawake ni timu 19. Mchezo wa mpira wa miguu timu 24. Mchezo wa netball timu 24. Makundi yetu tumeagawa, kila mchezo ni kundi A mpaka D. Kila kundi limejumuisha timu 6. Hatua tuliofikia mpaka sasa hivi ni hatua ya makundi. Mashindano kwa kweli yanaenda vizuri. Hatujapata misukosuko sana, zaidi ya msukosuko mmoja wa kiafya ambapo mchezaji wa utumishi, timu ya utumishi ikiwa inacheza na afya, waligongana kiasi kwamba akatokea kupoteza fahamu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu mchezaji huyo anaendelea vizuri. Kwa masuala ya kinizamu kwa kweli hatuna kesi kubwa ambazo tunaweza kusema kwamba hizi ziwe reported kwamba watumishi wamemisbehave. Ni ile munkari tu ya mpira wa miguu. Baada ya hapo watu wanasawazisha na maisha yanaendelea. Hapa pia wakaeleza hamu yao ya neno la faraja kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kilele cha maadhimisho ya Mei Mosi. Sisi kama watumishi wa umma huwa tunafurahi tukisikia mheshimiwa kwamba mwezi huu, mwaka huu mshahara nitaongeza kidogo, maslahi kimsingi. Mshahara kuongezwa siwezi nikasema 100%, inategemea na mapato, uwezo wa serikali yenyewe, na bahati nzuri mimi natoka idara ya budget.
inayosimamia bajeti ya serikali. Kwa tunaangalia upatikanaji wa mapato. Kwanza kabisa nipende kumpongeza mama kwa jitihada zake zote anazozifanya kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini pia yeye pia amewezesha sisi watumishi wa serikali kuwepo hapa kwa ajili ya kujiandaa na Mei Mosi. Lakini pia kauli yetu pendo watumishi ni ile ile kwamba mshahara uongezeke, lakini pia awaambie viongozi wetu, mawaziri, manaibu katibu wakuu, makatibu wakuu, wawe wanatupa fursa za kutokea kuja kushiriki haya mashindano, kwa sababu kuna baadhi ya wenzetu hatuwaoni, hawajafika kabisa, michezo inakuwa inapoteza nguvu. Yani pia tutamani hii imfikie mama moja kwa moja, viongozi wetu waamke ili tuwe tunakuja kwa wingi ili ushindani uwe mkubwa. Katika mchezo huo wa kuvuta kamba, timu ya ukaguzi, viwanda, Singida Manispaa na Singida Rasi hazikuonekana uwanjani na kusababisha timu pinzani kupata alama 3. Tumevuta kamba hapo kwa sababu, lakini pia wenzetu hawakuweza kutokea. Hatujui changamoto yao ni nini, lakini sisi tumeleta timu, tumepata ushindi mivuto yote miwili kutokana na wenzetu hawajahudhuria, hawajaleta timu uwanjani. Sasa sijui huenda kama wameogopa vidali hivi, lakini mimi naamini sisi tupo kiushindani na tumekuja kupambana kwa ajili ya kuiwakilisha Wizara ya Fedha na kumwakilisha mlipaji mkuu wa serikali ambaye ni PST. Labda taasisi husika hawana fungu la kuleta timu au kutokana na ufinyu wa bajeti, si ndio, wameshindwa kuleta timu. Sasa mimi ni shauri pia kwa viongozi au waajiri wetu, michezo inatuleta karibu, michezo inatufanya tufahamiane kwa kila mtu. Sasa unapoleta timu na mwingine haleti, maana yake ni nini? Maana yake kwamba wewe kama mlipaji, kama mwajiri unakuwa upati ule muunganiko wa wafanyakazi wako na wafanyakazi wa taasisi nyingine.